Bwana asifiwe. Asanteni sana waimbaji, asanteni sana mkutano. Tunaweza kukaa, tunaweza kurudi. Hiki ndicho kitakachokuwa hapa kwenye uwanja huu wa Mashujaa hapa Moshi kwa majuma matatu yanayokuja. Tunataka uchague amani. Tuchague amani kwa pamoja, kwa sababu amani imekuwa adimu miongoni mwetu. Katika ulimwengu wetu tulio nao, amani imekuwa ni adimu. Ndugu msikilizaji, ndugu mpendwa, napenda kwanza nirudie tena, tunakukaribisha sana kwenye mikutano hii ambayo itaendelea hapa kwenye viwanja hivi kwa majuma matatu. Mahali hapa ni mahali ambapo mfalme wa amani atatawala. Mfalme wa amani atakuwa mahali hapa. Na ikiwa humfahamu mfalme wa amani, nataka nikwambie ya kwamba hapa mahali hapa atasimikwa aliye mfalme wa amani. Nataka mfahamu ya kwamba Mungu ametubariki hapa katika nchi yetu Tanzania, ni nchi ya amani. Au mnasemaje jamani? Bwana asifiwe. Ni nchi ya amani, ni nchi ya amani. Ndio maana najivunia kuwa Mtanzania. Mungu ametubariki kwa namna ya pekee. Lakini wapendwa, nataka niwaambie hapa kwenye kiwanja hiki mtapata amani inayozidi amani. Maana yake kuna amani, lakini pia kuna amani. Huenda sijasema kitu bado. Kuna amani, lakini kuna amani. Unaweza ukapata amani, lakini usipopata hiyo amani, wapendwa, huna amani. Huna amani. Na inawezekana hapa tulio na amani, huenda hatujaipata hiyo amani. Maana hiyo amani ndiyo kilele cha amani kabisa. Ni amani kamili inayozidi ufahamu. Na amani hiyo ukikuwa ukapata kuifikia, ulimwengu unakuwa tofauti kabisa. Kwa hivyo leo tutaanza kwa kuangalia amani ni nini. Nitawapatia hizo amani mbili vizuri kabisa, ili kesho tunapoendelea, tunapokwenda huko mbele, upate kujua kwamba amani ni nini. Siku hii ya leo tutatumia muda kwa kiasi fulani hapa kuombea kudumu kwa amani katika nchi yetu ya Tanzania. Au mnasemaje jamani? Tuombee amani nchi ya Tanzania, tuombee viongozi wetu wanapoongoza nchi yetu, amani ipate kuwepo, lakini tuombe pia iwepo amani. Leo hii tumekaa kwenye ushwari huu, kwenye kivuli chini ya mahema haya. Kuna wengine wako kwenye mapango. Kuna wengine wanalala nje kwenye baridi kali. Watoto, wazee, vijana hawana chakula. Wamefukuzwa katika majumba yao kwa sababu nyumba zao zimepigwa mabomu, zimeharibiwa. Nyumba zingine zimeingiliwa na majangili. Nyumba zingine zimepatwa na Ebola. Taabu imemzunguka mwanadamu kila upande. Kwa hivyo kuna kilio kinachosikika angani kwa sauti kubwa tu ambayo haikufichika. Amani iko wapi? Amani tutaipata wapi? Kuna kilio kizito. Kinaweza kisitoke hata kwa maneno, lakini wengine wanaungua ndani ya fikra zao na mawazo yao na mayoyo yao. Wapo wengine ambao wamekata tamaa kabisa na maisha, kwa sababu maisha yamevurugika. Wanajaribu kuyapanga, hayapangiki. Wanauliza, nigeukie kulia, nigeukie kushoto, nigeukie nyuma, nigeukie mbele, ni wapi nitapata amani? Amani haipatikani kwenye jalala. Na ikiwa haipatikani kwenye jalala, niende wapi niipate amani ya kweli? Kwa sababu nataka mfahamu, kuna amani bandia. Kuna amani bandia. Amani hiyo bandia inaweza ikakudanganya ukadhani una amani, ukajisikia una amani, lakini utaijua tu amani bandia kwa sababu ni ya msimu, ni kwa kipindi. Ikifikishwa kwenye nyakati fulani, kwenye hali fulani au mahali fulani, hiyo amani bandia hupotea. Lakini ipo amani ambayo ukiipata, hiyo matukio na yabadilike, hali ya hewa na ichafuke kama inavyochafuka, lakini yenyewe ikikukaa imekukaa. Ukiipata hiyo, ndiyo amani yenyewe, haipatikani jalalani. Unajua
Mungu alipomuumba mwanadamu, na mhudumu aliyetangulia ameshaeleza, alipomuumba mwanadamu, alimuumba mwanadamu mwenye amani, atakayekaa kwa amani siku zote za maisha yake. Na siku hizo hazikuwa siku 2 au miaka 70, ilikuwa maisha ya milele, akae kukiwa na utulivu. Ili ujue ya kwamba amani hiyo ilikuwa amani nzuri, Adam na Hawa waliweza kuwasiliana na viumbe wa Mungu. Angeweza kumshika simba kama unavyomshika paka nyumbani, akazungumza naye simba, naye akazungumza, akamwambia simba, hebu twende kutembea, au mchukue mwana chui amweke kwenye mabega yake, ambebe chui, wazungumze na chui. Hapakuwa na chuki yoyote wala hasira yoyote kati ya mwanadamu na viumbe vingine Mungu alivyoviumba. Mwanadamu katikati ya viumbe vile alijisikia salama, na viumbe vile katikati ya mwanadamu, viumbe navyo vilijisikia salama. Hii ni pamoja na wadudu wadogo. Lakini mahali fulani amani ikadondoka. Ilipodondoka tu, mambo yakaanza kugeuka. Mimea mizuri kama hii, maua haya ya waridi, linapendeza, lakini pembeni mwake yakaanza kuwa na miba. Usipolishika vizuri, miba inakuchoma. Mbigili na miba, mimea ambayo Mungu alikuwa ameumba, ikaanza kuwa na uadui na mwanadamu. Haifai kushikika, haifai kutumia mingine. Badala ya kuwa chakula, mingine ikageuka ikawa ni sumu. Ukiweka ndani ya mwili wako, mwili unaharibikiwa. Sivyo Mungu alivyotaka tangu mwanzo. Amani ilidondoka, na huenda ilidondokea jalalani, lakini nakwambia haipatikani kwenye jalala, haipatikani. Amani hiyo ilipotokea, simba anapomuona mwanadamu anamuona chakula. Wakati ambapo Mungu alikusudia, simba anapomuona mwanadamu anajisikia vizuri tu, anapunga mkia wake kwa amani, kwa furaha ya kumuona mwanadamu. Ukichukua hata tembo akimuona mwanadamu, alikuwa mwanadamu ni kitu cha kuwa karibu naye, lakini mwanadamu naye akawa anafurahi. Simba akitokea hapa, nini kitatokea? Nini kitatokea? Ninawasikia mkisema nani atabaki? Lije litokea hapa, na hata tukimsikia tu kwa mbali kidogo, kila mtu atakwenda njia yake yeye mwenyewe. Simba huyu mmoja, sisi tuko hapa 3,000 4,000 huenda, lakini simba mmoja atatutawanya kama nini. Sivyo Mungu alivyokusudia tangu awali. Amani imedondoka, na kwa sababu amani imedondoka, ulimwengu wako na ulimwengu wangu ni ulimwengu wa dhiki, ni ulimwengu wa taabu, ni ulimwengu wa misukosuko. Niwaambie kitu, hata tumejifungia katika kuta 4 ndani ya nyumba. Tunachokiita nyumba leo ni maendeleo. Sivyo Mungu alivyokusudia. Mungu alikusudia tukae kwenye bustani, bustani nzuri ya kupendeza, sio kwenye vifungo vya kuta 4. Leo tunapenda nyumba zetu, tunadhani ndivyo Mungu alivyokusudia. Ngoja nikuulize, mambo yakichafuka kwenye nyumba, unataka uwe ndani au uwe nje? Kwa nini nje? Unaweza ukaondoka. Lakini tumejifungia ndani ya nini? Ndani ya kuta, ndani ya nyumba. Tumejifanyia magereza madogodogo kwenye ufalme wa Mungu, kwa sababu ni ufalme wa amani. Hakuna milango ya grill, hakuna madirisha ya grill, kwa sababu hakuna Fatuma. Hakuna Fatuma. Ni mahali pa amani na ushwari. Ndivyo Mungu wako alivyokusudia tangu mwanzo. Nataka nikwambie hivi, ndivyo Mungu wako anavyokusudia hata sasa. Unaniuliza amani ni nini? Nikupe mambo mawili ambayo ninaomba uyazingatie kwenye mkutano huu tutakapokuwa tunazungumzia juu ya kuchagua amani. Kuna amani 2 ambazo ninaomba uzichague, lakini moja ni nzito zaidi ya nyingine. Amani ya kwanza ni amani ile inayokuwepo wakati ambapo hakuna vurugu, hakuna vurumai, hakuna vita. Ni utulivu, utulivu tu wa nje, utulivu wa nje. Hakuna wezi, hakuna majambazi,
hakuna kugombana na kutiana ngumi, hakuna, yani kuna amani na utulivu, lakini ni amani ya nje. Hiyo nayo Mungu anakutakia. Hiyo nayo Mungu anaitakia taifa letu la Tanzania. Mungu anatakia ulimwengu wetu wa leo amani, kuwe na utulivu. Na tutaingia kwenye Biblia tuone vizuri tu ya kwamba siku za mbeleni Mungu ametutakia amani ya namna hiyo. Nitakuonya tangu mwanzo. Mara nyingi tunadhani ya kwamba amani hata hiyo inapatikana kwa ncha ya upanga, lakini neno la Mungu linasema amani haipatikani kwa nchi ya upanga. Amani inapatikana kwa njia zingine. Kwa hivyo hizo njia zingine ni zipi? Tutaziweka bayana kwenye mikutano hii. Ndio maana nakuomba ndugu msikilizaji, njoo na Biblia yako, njoo na karatasi yako. Sitasema maneno yangu mimi mwenyewe, nitakuonyesha vizuri ya kwamba Mungu ambaye unamheshimu, Mungu ambaye unamwabudu, Mungu huyu ambaye anakupenda akakuweka kwenye uso wa dunia, Mungu huyu ambaye anakupatia chakula chako usiku na mchana, akakupatia usingizi, akakupatia na mavazi, huyu Mungu anakutakia mema, na huyu Mungu anakutakia hiyo amani ya utulivu pia wa nchi. Na nyuso zao wanavyohangaika, anataka mtoto amwone, hajui aende kutafuta wapi. Yeye mwenyewe japokuwa tuliwaachia vitanda, lakini vitanda havilaliki. Sisi wenyewe tukaanza kazi ya kuchimba mahandaki, chimba mahandaki tupate mahali pa kujificha. Amani ikikosekana, wapendwa, inaumiza, ni dhiki, ni taabu kubwa. Ndio maana hapa kwetu Tanzania, thamini amani, thamini amani. Thamani ya amani huwezi kuifahamu mpaka itakapopotea. Ikipotea ndipo unajua kwamba gharama za amani, ikipotea gharama yake ni chungu mno, ni kali mno. Nimeingia katika nchi ambazo zimekuwa kwenye vita, miguu hawana, mikono hawana, si kwa sababu walizaliwa hivyo, mabomu yamekatakata, wengine wamepigwa pigwa. Acha wale waliokufa kwa maelfu na maelfu kwa sababu hakuna amani. Ikiwa Mungu amekubariki na amani katika nchi, thamini hiyo amani, thamini hiyo amani, si ya kuchezea wala kuichukulia juu juu, wala usifanye chochote kitakachofanya hiyo amani isiwepo. Ikikosekana, kuirejesha huwa si lalama, kuirejesha ni kazi ngumu. Sasa niseme kitu kingine, niwaambie, ukishaanza kuleta vurugu moja, umefungua mlango wa vurugu nyingine. Ukishamfungua mlango wa kukosa amani, umeshafungua mlango mkubwa wa barabara ya kuishi bila amani. Ule mlango wa kwanza ule ndio mahali pa kuulinda vizuri, na mimi natamani hapa kwetu katika nchi yetu Tanzania tuendelee kutunza huo mlango wa kwanza, tusiuharibu. Tukiuharibu tumeharibu. Ninaangalia kule Mashariki ya Kati, kuna vizazi havijui amani ni nini. Miongoni mwa Wapalestina kuna vizazi havijui amani ni nini. Wa Waisraeli hata kule kuna vizazi hawajui amani ni nini, kwa sababu ikitokea ni kwa kipindi kifupi tu, muda kidogo tayari ni ugomvi, ni kupigana, ni damu. Ninyi wenyewe mmeshuhudia kwenye luninga, wanabeba maiti kila wakati, wanakimbia, wanachukua mawe wajaribu mawe hayawezi kusaidia, yanachafua. Bunduki hazisaidii, zinachafua amani. Amani haipatikani jalalani. Kwa hivyo amani, kwa sababu haipatikani jalalani, ikingali ipo, busara ni kuidumisha. Chagua amani, chagua amani. Busara ni kuidumisha kwa kila hali. Na hapa kwenye viwanja hivi, Mungu atatufunulia vizuri ya kwamba hata hii amani ya nje hii ya utulivu na ushwari katika mazingira yanayokuzunguka, amani hiyo inapatikanaje? Si katika swala la vita peke yake. Magonjwa, wangapi wamekosa amani kwa sababu ya ugonjwa? Ninyi mna bahati hapa. Wengi hawana amani kwa sababu ya maradhi yanayowataabisha kila wakati, na maradhi yametusumbua. Ili ujue ya kwamba maradhi yametutaabisha na kutukosesha amani,
Mnakumbuka mzee wa Loliondo? Mnamkumbuka? Watu wangapi walikwenda? Je, walikwenda kwa sababu maisha yao yana ushwari? Na huenda tuko wengine humu tulikwenda, sitauliza maswali hayo. Lakini ikiwa ulikwenda, hauko peke yako. Ni wengi ambao hatuna amani kwa sababu ya maradhi yanayotuzunguka. Ukimaliza ukimwi, Ebola inatokea. Hujamaliza Ebola, kingine kinatokea. Hatujamalizana na saratani. Miaka yote saratani imetuumiza, imetutesa, lakini hatujapata majibu yake. Bado yanaongezeka mengine tu yanayokuwa ni tishio, na kila yanapotishia amani haipo. Juzi nikiwa nasafiri kuja huku, nikakuta uwanja wa ndege watu wengi. Kaanza kujiuliza kuna nini? Lakini inawezekana kwa sababu watu hawaendi huko Ebola ilipo, wamebadilisha njia ya kupitia. Watu wanakimbia. Wapendwa, kukiwa na amani watu hawakimbii. Kukiwa na amani watu wanaingia. Kuna wengine hapa tunakosa amani kwa sababu ya umaskini uliokithiri. Unatuhangaisha. Kesho karo ya mtoto inatakiwa, lakini huna senti hata moja. Hebu niambie, unalala usingizi? Hapalaliki. Halafu ukichukua ule unga pale nyumbani wa mwisho, kwa sababu sina mahali pengine tena pa kupata ugali wa kesho au mlo wa jioni, unaniambia ya kwamba una amani, una utulivu? Kuna mengi yanayotukosesha amani. Hata tukilala katika nyumba zetu tunaweka makomeo, mengine ni matatu, mengine ni manne, na huenda yasitoshe tukaweka na jeki ya kuzuia mlango, kwa sababu ndani ya mioyo yetu hakuna nini? Hakuna amani, hakuna uhakika. Je, haya ndiyo yatakayokuwa maisha yetu? Je, amani inaweza kupatikana? Maswali yanakuja. Nilipate wapi amani? Amani ya uhakika, amani ya kweli, amani ambayo nikiwa nayo hata inadumisha afya yangu. Mahali pengine ambapo nashukuru mhudumu mwenzangu atakuwa akipakazia sana, tunataka kila nyumba tunaitakia amani ya Bwana, kila ndoa amani ya Bwana. Nyumba inapokuwa na amani, ni mahali hutaki kuondoka. Unaondoka tu kwa sababu unahitaji kwenda kutafuta mkate, lakini ukishamaliza tu yale masaa ya kupata mkate, tayari tu unatamani ukimbie nyumbani, kwa sababu nyumbani ni mahali pa amani, panakalika, panapendeza. Na nataka niwaambie, kila nyumba inaweza kuwa ni kitivo cha amani. Kila nyumba yako. Na niwaahidi kwenye mikutano hii, wakati wa asubuhi mhudumu wetu atakuwa na muda wa kuketi na kusikiliza wale ambao wanahitaji mashauri ili kufanya nyumba zao kuwa nyumba za amani. Njoo, usiaibike, njoo katika faragha, tutakusaidia kwa mashauri na maombi ili nyumba yako pawe ni mahali pa amani. Au mnasemaje jamani? Ni nani asiyetaka mahali palipokaa, palipotulia? Ukifika unajisikia uvue koti lako, uondoe uzito wa siku, na mahali ukiingia unajisikia tu mzigo ni kama umeanguka. Amani inatawala katika nyumba. Unajua amani isipotawala, unaweza ukajua tu. Baba asipokuwa na amani, akija huko tu watoto wanaona. Akiingia ndani ya nyumba ananguruma kama simba. Watoto wanaingia chini ya kitanda. Mama anaona afadhali nikae tu huko jikoni. Simba imeingia. Panapokosekana amani pale nyumbani, hata kukalika hapakaliki. Ninafahamu watoto ambao wamekimbia nyumbani kwao kwa sababu amani haipo. Ninafahamu ndoa ambazo zimevunjika, nyingi ambazo zimevunjika na zina makovu makali kwa sababu amani haipo. Ninafahamu ndoa zingine ambazo zinaendelea kuwepo, lakini ndani pia ni kwa kujilazimisha. Tupo tu kwa sababu tuna watoto. Tusingekuwa na watoto, ni aheri kila mtu aende vyake. Sivyo Mungu alivyokusudia tangu awali. Ndoa yako inaweza ikabadilika. Na hivyo tunawaomba na tunawaalika kwenye viwanja hivi, njoo, pokea amani, chagua amani, kwa sababu wewe
Mungu alikusudia uwe mtu wa amani, ubarikiwe kwa amani, si mara moja au mara mbili, ni amani ya siku, amani ya siku zote. Kwa hivyo kwa mataifa mbalimbali, serikali yetu ya Tanzania, mataifa ya Jumuiya ya Afrika Mashariki na Kati, ulimwengu mzima na ufahamu, Mungu wa mbinguni anatoa amani, hata amani hii ya nje ya utulivu, yeye ndiye anayetoa. Na tukimkubalia, alishafanya na anaweza akafanya. Ya kwamba leo hakuna amani ni kwa sababu mwanadamu anamkatalia Mungu. Lakini mwanadamu amkubaliana na Mungu, Mungu anatoa amani, utulivu huo wa ndani na wa nje, iwe ni sehemu ya maisha yako ya kila siku. Na ndio maana tunakuasa, chagua amani. Ningeweza kuzungumzia mengi kidogo kuhusu amani hiyo ya nje, lakini amani ya pili ambayo ndio kwenye mikutano hii tutaiwekea mkazo pia ni amani ya moyoni. Moyo uliovurugika, mwili au mtu, nafsi ambayo haina amani na yeye mwenyewe, maisha hayo ni magumu. Maisha ya amani hiyo haiwezi kuletwa kwa kunywa pombe, wala haiwezi kuletwa kwa kuvuta bangi au madawa ya kulevya. Amani ya namna hiyo haiwezi kupatikana jalalani vile vile. Amani ya namna hiyo haiwezi kununuliwa dukani. Mali hata ukawa nayo mali yote duniani, amani hiyo ukikosa, umeikosa, na hakuna fedha zinazoweza kununua amani hilo. Hakuna duka linalouza amani hiyo. Amani hiyo haitengenezwi kwenye viwanda. Amani hiyo haipatikani kwa njia yoyote. Ipo njia moja tu, na tutakuja kuichanganua, tutaipata hiyo, uelewe ya kwamba hiyo amani inapatikana wapi. Lakini ipo amani ya moyoni, amani ya moyoni ambayo labda nikugusie tu kidogo ya kwamba hiyo amani ya moyoni inapatikana wapi. Katika Ayubu sura ya 22, ukielekea katikati ya Biblia yako, katika Biblia yako, Ayubu sura ya 22 na mstari ule wa 21, kuna maneno haya ambayo anayemfahamu Mungu anatoa busara hii. Ayubu anasema, mjue sana Mungu ili uwe na amani. Haleluya! Mjue sana Mungu ili uwe na amani. Ndio sana Mungu, tutakuja kulichimba hilo ndani. Ndivyo mema yatakavyokujia. Ni nani asiyetaka mema? Ukiyataka hayo mema yanayokuja na amani tulivu katika maisha yako, mjue sana huyo Mungu, hivyo amani yako itakavyopatikana. Nenda katika Zaburi sura ya 4. Zaburi sura ya 4 na mstari ule wa 8. Zaburi 4 mstari wa 8 anasema hivi, katika amani nitajilaza na kupata usingizi mara, maana wewe Bwana peke yako ndiye unijaliaye kukaa salama. Sasa nikwambie, katika amani ya kwanza unaweza ukazidiwa ukakosa usingizi, japo kuna ushwari kwa nje, japo kuna utulivu kwa nje, lakini bado ukakosa usingizi. Unapokuwa baridi tuli, yaani itakuwa kama yule wanayesema hata bomu likipasuka hastuki. Unastushwa na nini? Kuna amani iliyotulia ndani yako, na hii amani ndio ambayo wewe na mimi tunatakiwa tufikie katika viwango hivyo. Neno la Mungu linazungumza pia hata kusema ya kwamba kuna kifo cha amani. Kuna wengine wanakufa wakitapatapa, wakihangaika, si kwa sababu hasa ya ugonjwa, lakini ni kwa sababu ya vile vita vilivyoko ndani ya mioyo yao ambavyo hawajaviweka sawa, na wanaona maisha yanakatika, hawana muda, wanatapatapa, wanahangaika. Sio lazima ufe kifo cha namna hiyo, unaweza kufa kifo cha amani. Ndio maana tunasema chagua amani, tunakuasa chagua amani, kwa sababu amani ya namna hiyo inastahili kuwa nayo, inastahili kuwa nayo. Hii amani itakapokuwa imetokea miongoni mwetu, ulimwengu utakuwa ni mahali tofauti. Amani hii ya moyoni
ni amani ambayo Mungu anahimiza ya kwamba tuwe nayo, tuiheshimu. Angalia katika kitabu cha Warumi sura ya 14. Katika Biblia yako Warumi sura ya 14, na ukisoma mstari ule wa 17 anasema, maana ufalme wa Mungu si kula wala kunywa, bali haki na amani na furaha katika Roho Mtakatifu. Amani. Ufalme wa Mungu ni amani. Ufalme ule hauanzi wakati Mungu atakapokuja kwetu. Amani hiyo inatawala kuanzia sasa. Ni amani unayoweza kuipata kuanzia sasa. Tunaaswa ya kwamba hii amani anayoitafuta Mungu na sisi tuitafute. Haipatikani jalalani, lakini ukitafuta unaweza kuipata. Soma katika Zaburi sura 24 na sura 34 na mstari wa 14. Anasema hivi, uache mabaya ukatenda mema, utafute amani ukaifuate. Na hivyo leo ninataka kumaliza kwa kusema hivi, itafuteni amani. Amani ya utulivu, lakini amani ya moyoni. Itafuteni amani. Neno la Mungu linatupa tumaini hili. Japokuwa ilianguka jalalani, hutaipata jalalani. Si ya kuokota hivyo. Amani hiyo, ikiwa ulikuwa una wasiwasi ya kwamba haipatikani, neno la Mungu linatupa tumaini. Amani hiyo ya kweli, amani ya milele inapatikana. Ndio maana Mungu anatuhimiza kupitia kwa watumishi wake, itafute hiyo amani, na si kuitafuta tu hiyo amani. Ukisoma katika Zekaria, vitabu vya mwisho kabisa, na hili liwe fungu langu la mwisho kwa leo, Zekaria, katika sura ya 8 ya Zekaria mstari wa 16 na wa 17 anasema hivi, haya ndiyo mtakayotenda, kila mtu na aseme kweli na jirani yake, hukumuni kweli na hukumu ya amani, kweli na amani malangoni mwenu. Ninataka niviweke mambo haya mawili bayana. Ukienda ukiruka kule kwenye fungu la 19, sehemu ya mwisho kabisa, labda niaseme 19 yote. Bwana wa majeshi asema hivi, saumu ya mwezi wa 4 na saumu ya mwezi wa 5 na saumu ya mwezi wa 7 na saumu ya mwezi wa 10 zitakazokuwa furaha na shangwe na sikukuu za kuchangamkia kwa nyumba ya Yuda. Basi zipendeni kweli na amani. Zipendeni vitu viwili. Kwanza nini wapendwa? Kweli. Sema kwa sauti, nini? Kweli. Alafu penda nini tena? Amani. Chagua amani. Vitu hivi viwili kwenye uwanja huu wa mashujaa tutaviweka mbele yenu. Mungu ataviweka bayana mbele yenu, kweli yake lakini na amani yake. Chagua amani. Na mimi nakualika ndugu msikilizaji, ya kwamba kwenye utakapokuwa unahudhuria mahali hapa, Mungu atakubariki na mbaraka wa amani katika maisha yako. Ni wangapi wanasema, Mungu ninahitaji hiyo amani? Simama mahali ulipo. Mungu ninahitaji hiyo amani. Ninahitaji amani hiyo itawale katika nyumba yangu. Ninahitaji amani hiyo itawale katika maisha yangu. Ninachagua tangu mwanzo hiyo amani, lakini ninauliza swali, hiyo amani nitaipata wapi? Ninataka nikuweke mkononi mwa Mungu. Huenda wote mkashindwa kufika, lakini tangu mwanzo mnaochagua amani, ninapenda niwaweke mkononi mwa Mungu. Na kwa sababu umechagua amani, tembea, njoo hapa mbele. Karibu hapa mbele. Karibu tu hapa mbele. Unganika pamoja nami. Nataka nikuweke mkononi mwa Mungu. Kuandalia ndicho atakachokupatia kwenye viwanja hivi. Amani hiyo itakapotokea kwako, utakuta ya kwamba hata maradhi yako mengine yanayokusumbua yatakatika, yataondoka. Maradhi mengine hayahitaji dawa za hospitali. Maradhi hayo mengine yanahitaji uipate hiyo amani ambayo italeta ushwari na nafsi yako wewe mwenyewe, kisiwepo kinachokushtaki.
isiwepo dhamiri inayokusumbua, uwepo uhuru ndani ya moyo wako, ambao uhuru huo hauwezi kubadilishwa na fedha. Ukikuhakikishie tangu mwanzo, Mungu ni wa kweli, yeye si Athumani. Akiahidi amani katika maisha yako, ataiweka amani. Kuna wengine hata shetani anakusumbua, usiogope, njoo kwenye viwanja hivi. Tusiwe wachoyo. Ikiwa kuna vitu vizuri na amani ni kitu kizuri, tusiwe nini? Mume na mke hakuna amani, Bwana ashone tena, mfalme wa amani ashone tena. Wewe na kiongozi wako wa kazi hakuna amani, Mungu anaweza kufuma tena pakaonekana kama papya kabisa. Wewe na mfanyakazi wako, wewe na jirani yako, mwingine amekuonea wivu, mwingine amekukasirikia, anakisa pamoja nawe. Umetupatia nchi inayopendeza, ni nchi ambayo ina amani, na japo kuwa ziwepo shida hapa na pale, lakini kwa hali ya juu sana. Tunapoangalia majirani zetu wengine na nchi zingine, mahali ambapo vita vinaendelea sasa, tunajua sasa ya kwamba si mradi tu, lakini wewe Bwana nchi yetu umeipendelea, ukatupatia hii amani. Rais wa nchi yetu, tunaomba ya kwamba wadumishe katika afya njema, lakini wazidishe katika hekima ya kudumisha amani katika nchi yetu hii. Wanasiasa wetu wanapokuwa hata wakigombana katika fikra, ninaomba ya kwamba ugomvi wao wa hoja usije ukageuka kuwa kitu kingine. Wathamini na kudumisha amani miongoni mwetu wa Tanzania. Ninaomba mkutano huu sasa unapoondoka, tupatie uhakika wa kesho tena. Utakapofika hapa kesho, ninaomba ujifunue tena kwetu kwa namna ya ajabu, utakapozungumza nasi jinsi amani hii ilivyopotea na inavyoweza kupatikana. Jina lako na litukuzwe usiku huu. Ikiwa kuna aliyeshindwa kulala usiku wa jana, leo naomba leta ushwari, mpatie usiku mwema. Ikiwa kuna mwingine hapa pressure ilipanda kwa sababu ya mshtuko ule na mishtuko ile ya mhangaiko ya nje au ya ndani ya mwili, naomba tuliza ile pressure, fanya wakalale kama watoto wadogo. Na watoto wetu walioko hapa nao naomba baraka zako ziwe pamoja nao, maana twaomba haya tukiamini ya kwamba umetusikia na wewe umetujibu, na tunakwenda kutoka mahali hapa na uhakika wa neno lako, tukiamini kwa jina lake Yesu Kristo, amen. Wapenda Mungu awabariki na kuwatunza, na fahamuni ya kwamba kesho tuko mahali hapa.